Filamu inaanza na kijana anaitwa John. John anachungulia dirishani na kumwambia rafiki yake Slow wajiandae ili waende kukutana na marafiki zao wengine fukweni kucheza mpira wa kikapu, yani basketball. Baada ya kumaliza kucheza, kila mmoja anarudi nyumbani, isipokuwa John na Slow wanaamua kubaki ufukweni hapo. Slow anapendekeza wavuke mto ili waende nyumba za matajiri wanaoishi ng'ambo ya mto. John na Slow wanatoka kwenye mtaa wa kimaskini sana na wanatamani kujua maisha ya upande wa pili yakoje, lakini hawajui namna ya kuvuka mto huo. Ghafla tu kuna jamaa anapaki boti pembeni na kuondoka. Wanaamua kuiba boti hiyo ili wavuke mto kwenda upande wa pili. Wanapofika wanaona nyumba kubwa na majumba ya kifahari, kwa hiyo wanashangaa sana, wanatamani wangekuwa na maisha kama hayo. Wakati wakiendelea kuzunguka, wanaona kundi kubwa la vijana wakiruka majini, lakini mmoja wao kwa bahati mbaya sana akaruka juu na kumrukia mtoto mdogo sana anayeitwa Patricia aliyekuwa anaogelea. Na hapo John akaruka haraka kwenda kwenye maji kumuokoa mtoto yule, huku Slow anapeleka boti ili kumsaidia John kumuokoa mtoto yule wa kitajiri. Wanamrudisha Patricia kwa baba yake Frank, ambaye anawashukuru sana kwa kumuokoa binti yake. Anawakaribisha John na Slow kwenye nyumba yake ili John akabadilishe zile nguo ambazo ameloa. Wanapofika nyumbani kwa Frank, wanagundua kuwa Frank ni tajiri sana na anaishi kwenye nyumba ya kifahari. Frank anampeleka Patricia chumbani na vijana wanamsubiri sebuleni. Wakati wakisubiri, John anamuona msichana mrembo sana anaitwa Elizabeth, mtoto wa kwanza wa Frank. Binti yule anashangaa kuwaona John na Slow ndani ya nyumba yao. Frank anarudia na kumwelekeza kila kitu binti yake, na kisha anampa John nguo za kuvaa na anatoa ofa ya kuwapeleka vijana hao nyumbani kwao kwa gari yake. Siku inayofuata, Elizabeth na baba yake wanampokea mama yake Frank, ambaye ni bibi yao, ambaye atakaa nao kwa siku chache nyumbani hapo. Wakati wanakunywa chai, Elizabeth bado anaonekana mwenye huzuni, lakini hakuna anayejua kwa nini. Wakati wakiendelea kupata chai, bibi yake anamuuliza Elizabeth ni chuo gani ataenda kusoma, na anajaribu sana kumbana achague chuo fulani ambacho akipenda bibi huyo. Lakini Frank anampinga mama yake na kumwambia amwachie Elizabeth achague chuo cha ndoto zake. Anamwambia pia anapanga kuuza nyumba hiyo ili wahamie sehemu nyingine. Elizabeth anakubaliana na yale, lakini bibi anakasirika sana na kuanza kubishana nao juu ya maamuzi yao ya kuuza nyumba. Kwa upande mwingine, tunamuona John akizungumza na mama yake pamoja na baba yake wa kambo. Wanamuuliza anataka kwenda chuo gani. John anasema aliomba kujiunga na chuo cha kuigiza. Mzee wake wa kambo anacheka na kumkejeli, lakini mama yake John anamuunga mkono juu ya chaguo lake. Anasema John ana kipaji na amefanya uamuzi sahihi. Hata hivyo, John anaonekana kutofurahishwa na maneno ya baba yake wa kambo. Wazee wa kambo mnazingua. John anainuka kwa hasira, lakini pia anatoka nje kukutana na marafiki zake ambao wamepanga kwenda kuvamia nyumba ya Frank na kuiba vitu vya thamani. Hata hivyo, John anapinga sana wazo hilo, akisema Frank aliwatendea wema na hastahili dhuluma hiyo. Slow anajaribu kwa kusema matajiri wote ni sawa tu. John anashindwa kuwashawishi kwa sababu ya wingi wao, hivyo anaamua kukubaliana nao na kwenda kuiba katika nyumba ya Frank. Wanapofika nyumbani kwa Frank, Slow anapendekeza John abaki nje ili awe mtu wa look out. John anakataa na anaingia ndani ya nyumba ya tajiri huyo. Wanaanza kuiba vitu vya thamani. Wizi ni mbaya. John anaingia kwenye chumba cha Elizabeth na kuangalia vitu vyake na picha zake, lakini Slow anamkatiza akiwa ameshika bunduki aliyoiba ofisini kwa Frank. John anamuomba Slow airudishe bunduki hiyo, lakini anakataa na wakaanza kubishana. Wakati huo Frank na binti zake wanafika nyumbani kutoka matembezini na kugundua taa za nyumba yao zimewashwa. Anawaacha mabinti zake ndani ya gari na kuingia ndani kuangalia kinachoendelea. Vijana wale wanapata hofu kubwa ya kugundulika. John na wenzake wanakimbia haraka bila kuonekana. Frank anagundua wizi umetokea na bunduki yake imepotea. Hivyo anaita polisi kwa lengo la kutoa taarifa. Siku inayofuata, John anapokea majibu kutoka chuo alichoomba na anagundua amekubaliwa. Siku zinapita na John anajiandaa kwa siku yake ya kwanza chuoni pale. Anahisi mwenye furaha na anashangazwa na mazingira ya chuo hapo. Anapoingia darasani, anashangaa kumuona mrembo Elizabeth. Anahisi kuchanganyikiwa kwa furaha aliyokuwa nayo. Baada ya darasa, John anazungumza na Elizabeth, ambaye anakumbuka kuwa John ndiye aliyemuokoa mdogo wake dhidi ya kuzama majini.
John anagundua Elizabeth ana huzuni na haelewi kwa nini. Baadaye anakutana na mwanafunzi mwenzie anayemwambia anamfahamu Elizabeth kwa muda mrefu na kufichua kuwa mama wa Elizabeth alifariki miezi michache iliyopita, jambo linalomsababisha Elizabeth msongo wa mawazo na huzuni kwa muda wote. Baadaye John anarudi nyumbani akiwa anamfikiria Elizabeth na kuanza kumfuatilia kupitia mtandao wa kijamii. Kwa upande mwingine, inaonekana pia Elizabeth anamfuatilia John kwenye mtandao hiyo, kisha anawaambia baba yake na mdogo wake kuwa John anasoma naye chuo kimoja. Patricia anafurahi sana kusikia hivyo na anamwambia Elizabeth amwalike John kwenye sherehe yake ya siku ya kuzaliwa. Kwa upande wa John, anaongea na baba yake wa kambo ambaye anamwambia kama anahitaji pesa au kama ana shida yoyote amwambie badala ya kujihusisha na marafiki zake kwenye kufanya matukio ya kiharifu. John anakasirika na kumjibu kwa ukali sana kwamba amuache na maisha yake. Siku inayofuata Elizabeth kama kawaida yake anaonekana mwenye huzuni sana na profesa anamfokea kabisa kwa ukali mbele ya wenzake. Elizabeth anatoka darasani kwa hasira, lakini John anamfuata ili ya kimahaba kumtuliza na kumfariji kuhusu kifo cha mama yake. Siku inayofuata John anaomba msamaha kwa Elizabeth juu ya kilichotokea jana. Elizabeth anakubali, anamsamehe, anamkaribisha John kwenye sherehe ya kuzaliwa ya mdogo wake Patricia. John anakubali na anampa Elizabeth namba yake ya simu ili waweze kuwasiliana. John anarudi nyumbani na anaingia kwenye mgogoro na baba yake wa kambo ambaye anamtuhuma kuwa hana faida yoyote kwenye familia. Rafiki wa John anaingilia kati na kumtisha baba wa kambo kwa bunduki aliyoiba kwa Frank. Kisha anamsaidia John na kumshukuru kwa msaada wake. Siku inayofuata John anahudhuria sherehe ya kuzaliwa ya Patricia. Anampongeza Patricia na kukutana na Elizabeth ambaye anampeleka chumbani kwake ili wakae pamoja na kuepuka makelele. Inaonekana Elizabeth anaanza kuvutiwa kimapenzi na John na wanakubaliana kutoka out, yani on date pamoja ili waone wanaelekea wapi. Baada ya sherehe, John anamwaga Elizabeth na kurudi nyumbani ambako anakutana na mama yake akiwa analia kwa sababu mume wake amemwacha. John anakaa pembeni ya mama yake na kumfariji. Wakati huo Elizabeth hawezi kukutana na John kama walivyopanga kwa sababu analazimika kukaa nyumbani kumwangalia mdogo wake. Anampigia simu John na kumwambia kuwa baba yake amemwambia abaki na mtoto nyumbani na anamuomba John aje nyumbani kwao badala yake yeye kwenda kuonana naye. John anakubali na John anawaomba marafiki zake wampeleke kumuona Elizabeth. Hata hivyo marafiki zake wanasisitiza sana John na Elizabeth watoke badala ya kubaki nyumbani tu. Elizabeth anaamua kumwacha mdogo wake nyumbani na kwenda na John pamoja na rafiki zake kufurahia maisha. John anamrudisha Elizabeth nyumbani, lakini Elizabeth anamuomba John wakaogelee pamoja kwenye swimming pool ya nyumbani kwao na baadaye John anakubali, lakini muda kidogo John anashangaa baada ya Frank kufika eneo walilopo. Hivyo John anajificha chini ya maji ili asionekane. Baadaye anaibuka kutoka majini kisha anaondoka. Siku inayofuata John anavaa nguo za heshima na saa ya thamani aliyoachiwa na rafiki yake Slow. Anaenda kwenye sherehe na kukutana na Elizabeth na wawili hao wanajivinjari pamoja. Baada ya sherehe John anajaribu kumrudisha Elizabeth nyumbani kwao, lakini wakiwa njiani wanavamiwa na wezi waliokusudia kuwaibia vitu vyao. John anakataa kuwapatia saa yake ya thamani ambayo alipewa na Slow. Wezi wanampiga Elizabeth na kumtishia kumuua, jambo ambalo linamlazimu John kuikabidhi ile saa. Pia Elizabeth anakasirika na anakataa kuzungumza na John. Frank anafika kumchukua binti yake na anamwamuru John akae mbali na binti yake. Wakiwa nyumbani, Frank anamwambia Elizabeth mtoto wake, yani asikutane tena wala kusalimiana na John. Lakini Elizabeth anakataa. Anasema japo amekasirishwa na John, haimaanishi kuwa atamchukia kabisa maishani mwake. Baba yake anasema John ni maskini aliyekuwa mtaani na anajihusisha na shambulio lile walilofanyiwa na vijana wale, na pia hilo tukio halikuwa la bahati mbaya. Siku zinapita na John anagundua kuwa Elizabeth hafiki chuoni kabisa. Alikuwa akimsubiri kwa hamu ili amuombe msamaha. Hatimaye anaamua kutembelea nyumbani kwao. Elizabeth anamruhusu aingie bila baba yake kujua. John anaomba msamaha kwa kila kitu na anakiri kuwa anampenda sana Elizabeth na hawezi kuishi bila yeye. Elizabeth pia anakiri kumpenda John
na kuanzisha uhusiano wa kimapenzi. John na Elizabeth wanafurahi sana, lakini ghafla Slow anapiga simu na kumuomba John arejeshe saa aliyomkabidhi. John anakutana na Slow na kumwelekeza kila kilichotokea kuwa saa hiyo iliibiwa. Slow anakasirika sana na kumwambia John hiyo saa ilikuwa ya thamani sana na ilikuwa ni saa aliyopanga kuuza ili kulipa madeni kwa watu wanaomdai na ambao wanamshtaki kumuua Slow. John anapendekeza waibe vifaa vya gharama kutoka studio ya chuo na waviuze kulipa deni hilo. Wanatekeleza wizi huo. Siku inayofuata Elizabeth anapokea ujumbe mbaya sana kutoka kwa John. Anamwambia yeye si mtu anayemfaa na kwa kuwa anastahili mtu bora zaidi yake. Elizabeth anachanganyikiwa na hajui afanye nini, bado anampenda John. Baadaye anagundua kuwa watu wameiba vifaa chuoni na waliingia kupitia sehemu ya siri ya ndani. Ni John na marafiki zake wachache tu waliokuwa wakijua njia hiyo. Elizabeth anajaribu kuamini kuwa sio wao. Anapofika nyumbani kwao, baba yake anamuonyesha video kutoka kwenye CCTV kamera inayoonyesha John na marafiki zake wakiiba nyumbani kwao, yani tukio la mwanzo. Frankie hakuwaita polisi kwa sababu John aliwahi kumwokoa binti yake Patricia. Elizabeth anafikiria sana na anatambua kuwa John ni mwizi. Anaumia na analia na kuhuzunika tena na tena. Siku chache baadaye Slow anajaribu kumfariji John ambaye anajihisi mwenye huzuni na hatia. Wakiwa mtaani, Slow anabishana na jambazi anayetaka pesa zake. Jambazi huyo anamfyatulia risasi na kumuua Slow mbele ya macho yao. John anaumia sana na anataka kulipiza kisasi kwa kutumia bunduki ya Frank. Lakini mmoja wa rafiki zake anampigia simu Elizabeth akitumaini atamzuia John kufanya jambo hilo la hatari. Elizabeth anakimbilia eneo la tukio na anakutana na polisi tayari wamefika. Anagundua kuwa John alitaka kumuua jambazi lakini alibadilisha mawazo. Baada yake aliwapigia polisi na kuelekeza kila kitu. Polisi wanamkamata jambazi huyo aliyemuua Slow, lakini pia wanamkamata John kwa kosa la kuwa na bunduki kinyume na sheria. Elizabeth anapanda pikipiki yake na kuzuia gari la polisi kuondoka. Polisi wanajaribu kumsogeza pembeni lakini anakataa kata kuondoka. Mpango wa Elizabeth ni kufungwa pamoja na John ili baba yake atumie pesa na ushawishi wake kutoa wote na kusafisha jina la John ili wote wawe pamoja. Basi, asante kwa kutazama video hii na asante kwa kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, na tunakwambia see you next time and ciao.